Lakini napenda kama kuna mtu anaweza kusoma Zaburi ya 91 mstari wa 1 mpaka 12. Halafu tutasoma na mstari wa 14 na 15. Zaburi ya 91 mstari wa 1 mpaka 12, kisha utasoma mstari wa 14 na 15. Hakuna mtu amefika? Zaburi 91 mstari wa 1, Biblia inasema, aketie mahali pasiri pake aliye juu, atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Nitasema, Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu ninayemtumaini. Maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji na katika tauni haribuyo. Kwa manyoya yake atakufunika, chini ya mbawa zake utapata kimbilio. Uaminifu wake ni ngao na kigao. Hutaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana, wala tauni ipitayo gizani, wala uwele uharibuo adhuhuri. Ijapo watu 1000 waanguka ubavuni pako, na 10,000 mkono wako wa kuume, hata hivyo hautakukaribia wewe. Ila kwa macho yako utatazama na kuyaona malipo ya wasio haki. Kwa kuwa wewe Bwana ndiwe kimbilio langu, umemfanya aliye juu kuwa makao yako. Mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitaikaribia hema yako. Kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Mikononi mwako watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Utawakanyaga simba na nyoka, mwana simba na joka utawaseta kwa miguu. Mpaka 15. Kwa kuwa amekaza kunipenda, nitamwokoa na kumweka palipo juu. Kwa kuwa amenijua jina langu, ataniita nami nitamwitikia. Nitakuwa pamoja naye tabuni, nitamwokoa na kumtukuza. Amen. 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 Bwana asifiwe sana. Amen. Naweza nikasema maneno haya ya Zaburi au maneno haya ya Daudi nimeweza kuyashuhudia kwa macho yangu. Nimeweza kuyashuhudia hasa baadhi ya mistari, naweza nikarudia. Anasema ila kwa macho yako utatazama na kuyaona malipo ya wasio haki. Mstari wa 10 anasema, mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitakaribia hema yako. 11, kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako. Mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Haleluya. Haleluya. Maneno ya mstari wa 11 na 12 huwa yanajirudia sana kichwani mwangu, kwa sababu ndio maneno ambayo shetani alitumia kumjaribu Yesu. Wakati Yesu yuko mlimani baada ya kumaliza maombi, Ijumaa tulijifunza hapa kwamba Yesu kabla kuanza kazi aliamua kwenda mlimani, na alipomaliza maombi ya mlimani siku 40, wakati anaanza kazi ya kwanza ilikuwa ni shetani kuanza kumjaribu. Na katika maneno, shetani alikuwa mjaribu Yesu bila maandiko. Shetani alikuwa anamjaribu Yesu kwa maandiko. Anamwambia imeandikwa. Na moja ya sehemu ambayo alimwambia, akasema, akampandisha juu ya kilele, akamwambia, wewe ukiwa mwana wa Mungu jirushe kule chini, kwa sababu imeandikwa, atakuagizia malaika zake, nao watakukamata mikononi mwao, ili usiweze kujikwaa. Lakini Yesu, kwa sababu yeye hatii neno la shetani, anajua ndio imeandikwa,
na inawezekana. Lakini neno limetoka kwa nani? Limetoka kwa shetani. Haleluya. Sasa kwa sababu neno lilitoka kwa shetani, hata kama limeandikwa, kwa sababu limetoka kwa shetani, Yesu akakataa. Akasema imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Bwana asifiwe sana. Lakini mimi leo nataka kushuhudia kwamba hili neno siku ya Jumatano wiki iliyopita lilitimia katika maisha yangu. Nililiona kwa macho. Mstari wa 8 anasema utaona kwa macho. Adui waliokutegea mitego utaona kwa macho. Lakini yeye atakuagizia malaika watakukamata. Haleluya. Na wala mguu wako hautajikwaa. Wakati nilienda Dodoma kwa ajili ya kufuatilia dokumenti za kanisa, wakati niko njiani narudi, ilikuwa saa 9, nafikiri nitoka saa 9 kamili Dodoma mjini. Nimetembea kama kilomita 40, saa 9:30 nimepita Chamwino. Sikuelewa kilichotokea, lakini nakumbuka tu kwamba mbele yangu kulikuwa na lori. Likasimama ghafla. Nikajaribu kufunga breki. Naona gari nazidi kwenda. Sasa nikasema siwezi kwenda kugonga nyuma ya lori. Nikaangalia kulia, nikaona nikiovertake kuna magari mengine yanakuja, tagongana uso kwa uso. Nikisema nipitilize kule, inawezekana kawa ajali mbaya zaidi. Nikaamua niingie kushoto kwangu. Na kushoto kwangu kulikuwa na gema kubwa tu, udongo ule wa asili, sio kwa sababu barabara eneo ile pako chini. Sasa ule udongo ni mrefu tu kama hivi. Nikasema kwa sababu tayari nishapunguza speed. Nikajua kabisa kwamba nikipeleke gari kwenye hilo gema itagonga na itasimama. Lakini huwezi amini, gari ilipaa. Na wakati hilo linatukia, nikiwa na akili zangu timamu, naona gari ililala upande na ikalalia upande wangu, ikawa inaseleleka. Na wakati traffic wamepima pale, wakati wanakuja kupima kuanzia sehemu ambapo tukio lilitukia mpaka pale, ilikuwa ni kama mita 35. Mita 35 ni parefu sana. Nikaenda, gari lilikuwa limelala ubavu, limelalia upande wangu, na mpaka ikafika kwenye nguzo ya umeme, ikaenda ikagonga kwa mbele, ndo gari karudi ikasimama. Mimi kwa akili yangu haraka haraka nilijua gari imepinduka, imebiringika hata mara 2 mara 3. Ndio akili ilikuwa inanituma, kwa sababu kila kitu nilikuwa nakiona. Lakini nilipokuja kutoka kwenye gari, kwanza namshukuru Mungu, sikuumia popote wala sikuguswa na chochote. Nikazunguka ule upande wa kushoto ambao nilikuwa nafikiria ndio kutakuwa kumeumia, kwa sababu nilikuwa najua kabisa nimepiga kwenye gema, halafu gari kaanguka. Lakini gari haina hata mchubuko. Nikaja nikaangalia ubavuni, kwa sababu gari ilikuwa imelala ubavu na inaseleleka, yani inapaa. Huku imelala hivi, imelalia upande wangu. Sikuona hata mchubuko kwenye gari. Hata saitimila ambayo yeye yenyewe inakuwa mara nyingi ni ndefu, kwamba kama kugusa chini itakuwa yenyewe iguse, hata haikuguswa. Kilichoharibika ni tairi ya nyuma, siwili kita kwenye nini, ndio ikawa haina upepo. Na mbele ambapo ndio gari ilienda kugonga kwenye nguzo. Kwa hiyo ninachosema ni kwamba sijui nini kiliotokea, lakini najua kwamba malaika ndo alizuia ile gari. Na kama kweli neno la Mungu linasema atakuagizia malaika zake ili usiweze kujikwaa. Na mstari wa 14 na 15 amesema ni kwa sababu gani atakuagizia malaika zake? Mstari
mstari wa 14 na 15, Zaburi 91, anasema kwa kuwa amekaza kunipenda nitamwokoa. Yaani ukikaza kumpenda Mungu lazima kuokoe. Natambua wakati huo nilikuwa natoka Dodoma na wahi Morogoro kufanya huduma. Ilikuwa nifike Morogoro hata saa 11 au saa 12 niende nikafanye huduma, halafu ndio niendelee na safari kuja Dar es Salaam. Na shetani, Biblia inasema kwamba atakuokoa na mtego wa mwindaji. Kwa hiyo wakati mimi napanga kwenda kufanya huduma, mwindaji naye alikuwa kazini. Lakini Mungu ameniokoa na mtego wa mwindaji. Nasema mstari wa 15, ataniita nami nitamuitikia. Nitakuwa pamoja naye taabuni, ninatamwokoa na kumtukuza. Na tamani na nasema namshukuru Mungu kwa sababu neno hili limetimia kwangu, kwamba kwa kweli ameniokoa. Amina. Ameniokoa katika shida ambayo ilikuwa ni kubwa. Naamini kabisa yeye alikuwa pamoja na mimi. Na ninachomshukuru Mungu, wakati ile tukio limetokea, sielewi hata watu walitoka wapi. Yaani watu walikuja wengi. Wakati polisi wanakuja pale kupima, wananiambia ili iweze kunyanyuliwa gari, kreni lazima itoke Dodoma mjini. Na ili ziweze kufika hapa na kukunyanyua si chini ya $1,000,000. Nikamwambia mna shida, wapigieni simu. Wakanipa namba ya yule mwenye kreni. Nimeshampigia simu yule anajishauri, akatokea mtu akasema baba usihangaike, kuna kreni iko hapa karibu tutakuja kukunyanyua. Wakati najiuliza sasa kwa sababu sio kunyanyua tu, kwamba inatakiwa inyanyuliwe pakiliwe kwenye gari, kwa sababu gari ilikuwa imesimama. Lakini kwa natamani pia itolewe pale, kwa sababu kulikuwa na karibu na sheli, kwamba ituliwe pale angalau kwenye kituo cha mafuta wailinde pale. Lakini pale pale akatokea mlinzi wa pale kwenye filling station na meneja, wakaja wakaniambia baba kama una uhitaji lolote tuambie, sisi tuko hapa kwa ajili yako. Haleluya. Lakini kuna kijana mlinzi pale akasema baba kuna gari inaenda Dar es Salaam sasa hivi hapa. Nikamwambia muite dereva. Kaja dereva kaniambia baba nitakubebea gari yako mpaka Dar es Salaam. Haleluya. Kwa hiyo vitu vyote ambavyo vinahitaji kuchukua siku 2-3 vilifanyika ndani ya dakika. Paka inafika saa 12 kila kitu kimeshafanyika. Paka traffic washapima, inspector wameshatoa ripoti, kila kitu, na gari kaweza kusafiri. Haleluya. Kwa namshukuru Mungu sana kwa sababu nimeona upendo wake. Nimeona neno hili la Zaburi ya Daudi likitimia katika maisha yangu. Amina. Lakini nikakumbuka tena neno la Mhubiri. Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1. Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1 nasema kila jambo na wakati wake na majira yake. Lakini kuna kusudi juu chini ya jua, chini ya mbingu. Yaani kila jambo linalotokea huwaga lina kusudi. Mimi sikujuta sana kwa nini nimepata ajali. Nilijua kuna kusudi kubwa mbele ya Mungu. Kuna kitu ambacho Mungu amekikusudia. Ndio maana amezuia nisiweze kuwahi Morogoro kufanya huduma. Lakini kuna jambo Mungu atatenda. Bwana asifiwe sana. Wakati nimeshamaliza formality, kwa sababu ilikuwa nimechelewa, nikatafutiwa hoteli maeneo ya jirani, nikalala kwa sababu kulikuwa na document kesho yake na lazima nizipeleke polisi Chamwino. Nimeshapeleka document zangu Chamwino, nikawa nimewasiliana na yule mama ambaye alikuja kushuhudia hapa. Tuliyemwombea shida ya mgongo akapona. Yuko Dodoma. Akaniambia baba utaratibu unaendeleaje? Nikamwambia nimepata ndege ya kuondoka saa 2 ya usiku. Akaniambia basi baba naomba uje nyumbani kwangu uje upumzike. Nikamwambia nitakuja. Lakini wakati niko nyumbani kwake ndipo akaja kijana mmoja. Katika kuongea yule mama akamshuhudia yule kijana. Baada ya kumshuhudia akasema wanafanya kazi nayo pamoja. Wako wote makao makuu ya magereza kule Dodoma.
Akasema mamangu ni mgonjwa sana huko Ngara. Anaumwa sasa hivi, tumeshatumia pesa nyingi. Lakini tumejitahidi kila vipimo akipima haoni ugonjwa. Nikamwambia Mungu anakusudi kwa nini nimerudi mahali hapa. Sasa mpe namba zangu, nitaongea naye mwenyewe. Kwa sababu kama naweza kuongea tuweza kuongea. Akanipa namba za mama. Nikaanza kuongea naye. Na Mungu akaanza kutenda mambo makubwa juu yake. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Na bahati njema kabisa huyu mama tuko naye hapa leo. Simama tu mama yangu. Simama tu mama yangu, njoo tu hapa mbele, njoo tu hapa mbele. Biblia inaposema kwamba kuna kusudi, kila jambo linapotokea kuna kusudi. Kwa hiyo Mungu alizuia nisiende Morogoro kutoa huduma, kumbe kulikuwa na kusudi lingine limemkusudia juu ya huyu mama. Haleluya. Nafikiri sisi kama naweza kuongea mwenyewe jinsi alivyokuwa na changamoto alikuwa anapitia na mpaka sasa hivi na kwa nini mpaka leo yuko hapa Dar es Salaam. Kama naweza kuongea hata kidogo. Karibu mama. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi kwa jina naitwa Agnes Andrew Tamba kutokea Ngara. Kweli mchungaji alivyosema ni kweli kabisa, mimi nimeweza kuhangaika siku nyingi. Tumehangaika hapa na pale kwa ajili ya maradhi ambayo yalinipata ghafla, lakini nashukuru Mungu kwa sababu bado Mungu ananipenda, bado niko hai. Amen. Kuna makusudi ya Mungu kuweza kupata ya maradhi, na huwa ni kipimo cha imani katika maisha ya mwanadamu. Lakini nashukuru kwa sababu mimi sasa hivi niko mzima. Haleluya. Nimekutana na huyu baba katika maongezi ya simu baada ya kuonana na kijana wangu, baada ya kuonana na rafiki yake kuwa alikuwa anaumwa, akaweza kuombewa na huyu baba akaweza kupona. Kwa hiyo akanidirect kwa huyu baba kuwa naweza nikapata njia moja ya uponyaji kutoka kwake. Lakini nashukuru Mungu kwa sasa hivi nina amani. Amen. Niko ndani ya Yesu, nikimtegemea Mungu aweze kuwa pamoja nami, na hatimaye ipo siku nitaweza kupona kupitia jina lake takatifu. Amen. Mimi Ijumaa nilialikwa na baba huyu mchungaji, ikabidi nije. Nimekuja nikawahi, nikafika humu ndani. Baada ya kufika, nafikiri naye aliniona kwa sababu tulikuwa tunaongea. Ikifika jioni, baada ya kujuana na huyu baba, kila ikifika jioni napiga simu kusudi tuombe pamoja, niombe. Na kwa sababu nimekuwa na imani, nina hakika nitapona. Amen. Na sasa hivi hali sio mbaya sana. Juzi nilivyokuja ile Ijumaa, tumepiga maombi hapa nikarudi. Sasa baada ya kutoka hapa usiku nikawa najisikia vibaya, ila nikaanza kufikiri ni kwa sababu nimepanda hizo ngazi mpaka hujukwenda na kurudi, kushuka na kupanda. Nikawa na complain kuwa yawezekana ndo labda imesababisha tena nisikie maumivu. Lakini baba akanisia, kaniambia, kanitia faraja, akasema hiyo ni operation Mungu anafanya katika mwili wako kusudi upone. Jana nilivyoamka nimejisikia vizuri, hata kwenye nyonga nikajisikia vizuri, hata kwenye mguu, kwa sababu nilipimwa hata kwa daktari, wakasema moyo umepanuka, kuna mishipa imebana. Haya, mguu wenyewe
Kuna mishipa ambayo haipeleki damu vizuri, nyonga imekatika, lakini nashukuru Mungu kuanzia jana nilikuwa najisikia vizuri. Nashukuru jina lake libarikiwe Bwana. Haleluya. Asante Yesu. Tumshangilie Yesu kwa ajili ya mama yetu. Malizia. Amina. Naomba kwa sasa hivi washiriki wenzangu muendelee kuniombea, pia nami nijiombee, kwa sababu aliye na shida ni mimi. Naamini Mungu atanisaidia, nitapona. Amen, 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 amen. Mama, amini Yesu anakuponya. Aliyekutoa Ngara kufika mahali hapa, hutarudi Ngara ukiwa na mateso hayo. Na hata sasa mama huyu amepona. Alikuwa analia siku ya kwanza nilipomwombea, akasema jioni nikampigia simu akasema sijasikia chochote. Ngambia tuombe tena. Asubuhi yake akanipigia simu akasema najuta kwa nini kupigia simu. Maumivu niliyopata si ya kawaida. Nikamwambia acha Yesu afanye operation. Haleluya. Lakini kuanzia pale maumivu yameendelea kupungua na mpaka akafunga safari kutoka Ngara kufika mahali hapa. Asingeweza kufika kutoka Ngara, lakini Yesu ametenda juu ya maisha. Pige Yesu makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Basi nina kila sababu ya kumtukuza Mungu kwamba kuna jambo lilitokea kwangu, lakini kuna mtu alikuwa amekusudiwa ili Mungu aweze kumwokoa maisha yake, ili Mungu aweze kumponya. Bwana wabariki sana.